sauti, mwendelezo, nahisi kupagawa. Umwiba ulionichoma unifanya nashindwa hata kutembea. Machoni giza limeniziba kila hatua. Oha! Mume wangu bwana mdogo, unijui sikujui, na usitaki kuuliza hapa nimefika. Wewe si ndo Chamwitu? Mimi sio Chamwitu. Utakwenda pasea mo. Nataka uniambie kipi kilichokufanya wewe utoke mguu mosi mguu pili na yule mwanamke ukaenda kumpiga mwanangu Zueni? Nisikilize mzee. Huyu alikwambia mimi ndo nahusika kumpiga mwanao ni nani? Mzee, nakwambia tena umekosea nyumba. Sikiza, nafikiri unifahamu vizuri. Mimi naitwa Jongo wa Jongoe. Pale Ugiriki naitwa I'll die never die see never dry. Mimi ni muuni wa zamani, ni si mtu mzuri. Yaani mimi mzuri kwa sura lakini mtu mbaya sana. Nilipopata hizo taarifa, bwana sijui kuna mtu anaitwa Chamwitu si Chapoli. Kuja kuangalia Chapoli wewe ni kijana mzuri, baby face. Acha ubabu wa kizamani. Acha mambo ya kishamba. Wewe mwanamume mzima unaacha mambo yako unaenda kumpiga mwanamke kwa sababu ya mwanamke, kwa sababu ya madeni. Mbona unaleta mambo ya kifala wewe? Kuangalia mtu mjanja, mtu handsome boy, baby face, muni kidogo, unaenda kumpiga mwanamke, unaenda kumpiga demu. Alafu unamuumiza, utafikiri unaenda kupiga. Kwani usitafuta watu tulioshiba, masiwa mama zetu, watu tuliokata, watu mbavu, ukapiga na sisi? Acha mambo ya kipumbavu wewe. Hayo mambo ya kale kabisa. Sasa nisikilize, tumekuja hapa kwa mawili. Tumalizane mimi na wewe. Nataka nikakunywa punge. Power Kingdom. Today, the most bad day, because one of our members has made me angry. Kila mmoja wetu anafahamu taratibu na wajibu kulingana na nafasi yake. Na haijawahi kutokea siku yoyote wala kuhisi kwamba kuna mmoja wetu anaweza kuvunja utaratibu. Tina, nisikilize mzee, na kuheshimu. Unapoheshimiwa naye heshimika mzee.
Nimekwambia tena, kama mwanao umejua kapigwa, basi ujue kapigwa kwa sababu. Hakuna mtu anayepigwa bila sababu. Mwanao amekopa madeni na ameshindwa kulipa. Unadhani kinatokea? Ni sumaru tu. Kwa hiyo unajifanya wewe muuni, sio? Unajifanya wewe umepinda. Unajifanya wewe mbabe maza, sio? Si ndio? Unajifanya wewe msalamavi. Unajifanya wewe 32, sio? Sasa mimi ndio kuonesha kama mimi Chuma Mega Wamba Studio. Ugiriki unanijua vizuri, rekodi yangu pale. Naitwa Khalidai, never dies, never try. Sasa naenda pongeo. Mzee sura tu, ila na matokeo mabaya. Na kuheshimu mzee. Fasikiliza. Na kofia upati. Doso unajua, unjuaje wewe? Utakuheshimiwa Mimi sijawahi kushindwa. Mimi mgumu. Acha kofia hii. See you again. Nitarudi. Tena nitarudi mazima na silaha zote. Tena Midnight Mover. Usiku wa manane. Midnight Leader. Midnight Security. Umeambiwa mara ngapi? Umeonywa mara ngapi juu ya kile kitu ambacho unatakiwa kukifanya? Don't play with me, Tina. Don't try me, Tina. Now I give you last warning. I want a sacrifice. Right now. Don't play with me, Tina. I am a god of this kingdom. Power! Kingdom. Dismiss. Dunia imenielemea, nashindwa kutembea. Kila napoenda mwishoni kuteleza. Wow, mke wangu. Kwa sasa najiona mwanaume shupavu juu yako. Najiona mwanaume shujaa mbele yako. Nina kila sababu ya kujinadi kwa ajili yako, mke wangu. Ni kitu ambacho binafsi nilikuwa nakitamani sana. Nakwenda kuwa baba wa watoto wa pili. Tunakwenda kuongeza familia, mke wangu. Nakupenda sana, mke wangu. Lakini pia vile vile kwa sasa hatutafanya kama tulivyofanya mwanzo. Kliniki itakuwa mapema kwa huyu mtoto wetu wa sasa hivi. Lakini mume wangu, mimi kuna kitu nimewaza. Kitu gani hicho, mke wangu? Niambie tu. Nafikiria kwa ugumu wa maisha au mdani mnoo. Ningetoa ujauzito. Mwiba ulionichoma unifanya nashindwa hata. Unasemaje? Mama Sophie, sikuwahi hata siku moja kufikiria kama nitaweza kufanya jambo zito kama hilo. Ni kwa nini tufanye hivi? Zuena, mimi na wewe hatujachukuana kiuni. Mama Sophie, mimi wewe sija kuokota. Wewe ni mke wangu wa ndoa. Swala la kuongeza mtoto wa pili
kuna shida gani mke wangu? Mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Maisha hapo tu mke wangu. Kwa nini tufanye dhambi kubwa kama hiyo? Hivi bado mimi nazidi kuwa na wasiwasi juu ya ule mwili. Maki sio kwa jinsi ambavyo nilivyokuta. Niko yakan. Na najua unaumiza kichwa kwa muda mwingi sana kuhusu. Lakini hebu tuache mambo ya nadharia. Tusubiri majibu ya daktari. Dokta yatatupa majibu na sisi tutapata mwanga pale sasa kwenye yale majibu atakayotoa. Mimi naamini tutafanya kila kitu kitakaa kwenye msaiwa. Ninafikirisha sana wewe. Maki kila nikiwaza nikitafakari. Yale imekuja ndako kukaa kwenye hali ile. Yale jopo katika hali ambayo Nafikirisha mimi mwenyewe fande katika utendaji wangu wa kazi ndaona. Hivi ndaniwazisha sana. Ila ndio limenipa ukomavu kwenye kichwa. Ndio wapi tunapita na ni kwa kishi kila kitu kitakasa. Sawa. Tusubiri majibu yetu. Okay, daktari. Vipi? Mbona mpo huko ni watatu sana kule? Da, tumeamua tu kuja kupiga story lakini tumeona hali yao huko masara kidogo. Vipi kuhusu vipimo? Tumefanikiwa kufanya vipimo kwa kina na tumegundua kwamba ule mwili uligongwa na kitu kizito. Sasa hatujui kama ni ajali au ni shambulio. Bibi siwezi. Mama Sofu siwezi. Na naomba kabisa tusije tukagombana. Swala la wewe kutoa ujauzito ni kitu ambacho hakitawezekana. Ndio. Naelewa kama ni dhambi no. Lakini kwa maisha ambayo tunaishi hapa, kwani ni sahihi kuongeza mtoto? Sitakuwa taibu kunje jamani, majirani wataniangaliaje mimi? Maisha yapo mke wangu. Hata sisi tulelewa katika maisha ya shida mpaka hapa tulipofika umri huu. Kwa nini eti tufanye dhambi kubwa kama hiyo kwa sababu ya maisha? Sikia. Usije ukafanya huo upumbavu Mama Sofi. Nakwambia kabisa mimi sipo tayari. Ikitokea umefanya chochote kuhusiana na huo ujauzito, hapa ndani hapata kalika, hapata pikika na hapata fanyika chochote kile. Nimemaliza. Nakwenda kibaruani. Mwiba ulionichoma unifanya nashindwa hata kutembea. Ni giza kila kona niendako, nashindwa hata kujongea. Lakini tunaendelea kufanya vipimo na uchunguzi zaidi. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana. Okay. Sawa, basi mimi niendelee kukushukuru ama tuendelee kukushukuru, lakini pia tuendelee kuonyeshana ushirikiano. Karibu. Umenipa pa kuanzia ambapo ndipo ambapo nilikuwa napafikiria. Hapa naweza tukaanzia hapa. Sawa. Au sio? Sawa. Basi naomba sisi tukuache endelee na majukumu na sisi tuendelee na majukumu mengine. Basi sisi tukushukuru sana daktari. Tuendelee kuonyeshana ushirikiano. Shukrani sana. Karibu. Asante. Yada. Nimechoka.
Nimepoteza kila kitu kwenye maisha yangu. Nimempoteza mama yangu. Mume wangu anaumwa sana. Unahisi nitakuwa na furaha gani mpaka sasa? Nifikie maamuzi ya mwisho. Mwiba ulionichoma unifanya nashindwa hata kutembea. Tina, hivi unahisi maisha ni rahisi kama hivyo unavyofikiria? Nadhani umjui vizuri Jordan. Hivi hizo mali na utajiri nani anavihitaji tena? Potelea mbali. Lakini kwa sasa nahitaji kuwa huru kwenye maisha yangu. Sababu nimeshapoteza vitu vingi sana ambavyo sikuvitegemea kwenye maisha yangu. Ulisema unaitwa Juma nani? Naitwa Juma Kazimoto. Na mara yako ya mwisho mliwasiliana akiwepo wapi? Simu ya mwisho niliwasiliana naye nikiwa mimi pale kidioni kwangu, na akaniambia kwamba ameshashuka kwenye bus stand. Kwa hiyo alikuwa ananisubiri mimi. Kwa hiyo ulifika? Afande, mimi stand sikufika kwa sababu gari yangu ilikuwa imetoka. Kwa hiyo kuna mtu nilimpatia ile pekabia, nilikuwa namsubiria ila ikifika mimi ndio niende. Na baada ya gari kufika ulifanya hivyo? Hapana, sikufanya hivyo afande, kwa sababu kila nikimpigia simu akapatikana. Okay, sawa. Na vipi ulifanya mahusiano na ndugu zake? Ndugu zake mimi ndio nilitafuta ndugu zake, wakaniambia kwamba kule ameshatoka. Hata kama kwa sababu wakati unaingia ulipewa utaratibu na ukakubaliana na kila kitu. Sasa kipi hapo kinachokufanya ujute? Nataka kuanza maisha yangu mapya. Kwa sababu ninayopitia mimi ndo ninayajua. Sitaki tena kwa hivi. Okay. The final decision, it's yours. Sawa. Kwa kuwa ulishaacha mawasiliano na ili jambo limefika mahali hapa, kwa la msingi kabisa nilikuwa naomba sasa ushirikiane wako kwa hali na mali. Endapo nitakuwa nakupigia simu, basi naomba upokee kwa wakati ili jambo lako tuendelee kulifuata kiundani zaidi. Sawa. Lakini afande, niko na kitu naona kama tupo sawa. Ine sio mwanamke ananisaliti. Sasa ulifika hapa kufanya nini? Hebu achana nini zozama, japokuwa wanawake ndivyo walivyo. Nitashukuru sana afande akipatikana mke wangu. Sawa, wewe naomba zingatia hili ambalo naenda kuambia. Naomba tunapokuhitaji basi ufike hapa kituoni kwa wakati. Sawa. Naomba zingatia hilo. Sawa, nitashukuru. Naomba tuendelee kuonyeshana ushirikiano, na endapo nitakuwa nakupigia simu tafadhali naomba pokea na kuonyesha ushirikiano wa kina zaidi. Sawa. Tunaelewana kweli? Sawa. Basi nikutakie majukumu mema. Asante, nawe pia. Na shukrani. Asante.